na dhambi. Usidanganywe na dhambi. Usidanganywe na dhambi. Dhambi inadanganya. Dhambi inadanganya. Watu wajui kwamba dhambi inadanganya. Neno la Mungu nasema katika kitabu cha Ibrania sura ya 3 mstari wa 12, anasema angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai, lakini muonyane kila siku maadamu itwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Kwa hiyo dhambi inadanganya. Dhambi huwa inadanganya. Kwa hiyo ni vizuri leo upate kujua kwamba dhambi inadanganya. Wewe hiyo dhambi ambayo unafanya leo, hiyo dhambi unafanya pengine kwa sababu umekubaliana na uongo wake. Hiyo dhambi imekudanganya na ukakubaliana na uongo wake. Kwa hiyo dhambi inadanganya, ina tabia kudanganya. Leo watu wanafanya washirati kwa sababu gani? Wamedanganyika na dhambi. Dhambi imewadanganya kwamba ukifanya tu washirati utapata raha, ukifanya tu ukizini tu mara moja hakuna shida. Dhambi inakudanganya. Dhambi inakuja kwa kivuli cha kudanganya kwamba ukipokea rushwa utafanikiwa, kutatua hili tatizo, mambo ataisha vizuri, ataenda mapema, ataenda haraka, utapata hiki. Kwa hiyo dhambi inakuahidi. Dhambi inakudanganya. Kwa sababu gani? Kwa sababu pia Ibilisi ambao mwenye kuasisi dhambi ndio muongo, na baba nasema kwamba ndio baba wa uongo. Na wakati ambao walipokuja na kwenda kumwendea Hawa pale bustanini, alienda kwa kivuli cha uongo, lakini ilikuwa ni uongo ambao ulikuwa na ukweli ndani yake. Ulikuwa ni ukweli ambao pia ulikuwa ni ukweli nusu. Kwa alipomwendea Hawa akamwambia kwamba ati hivi ndivyo Mungu alivyosema, msile matunda haya kwamba mkila mtakufa. Akamwambia kwamba hakika hamtakufa. Huo ni uongo. Lakini akamwambia kwamba kwa sababu Mungu alijua kwamba mkila matunda haya mtakuwa kama Mungu. Huo ni ukweli. Mtakuwa kama ni Mungu. Huo ni ukweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu alisema kweli. Aliwaambia siku mkila matunda, aliwaambia kwamba ukija kusoma ile sura 4 pale mwanzo, unaona kwamba Mungu baada ya wale watu kula hilo tunda, na Mungu akasema basi hawa watu kwa sababu hawa wamefumbuliwa macho na wamekuwa kama sisi, basi watoke tu hapa bustanini, wasije wakala yale matunda ya mti wa uzima wakawa kama sisi. Kwa hiyo wakawa kama sisi. Na Ibilisi akawaambia kwamba kwa sababu Mungu alijua kwamba mkila mtakuwa kama Mungu. Kwa hiyo ule ulikuwa ni ukweli. Lakini aliwaambia pia siku mkila matunda, Mungu alijua kwamba aliwaambia uongo kwamba hakika mtakufa. Na hakika mtakufa. Wakati Mungu alisema kwamba siku mkila mtakufa. Na kweli baada ya kula walikufa, baadaye walikuja kufa. Wakaja wakafa. Unaona? Kwa hiyo ulikuwa ni uongo ambao pia ulikuwa na ukweli ndani yake. Na hivi leo pia dhambi inakuja na ukweli, lakini pia ina uongo. Dhambi inakuja na ukweli, utaambiwa leo ukihonga utapata hiki. Huenda kweli utapata hicho, lakini baada ya kupata hicho kitu nini kitatokea? Ni kwamba utaenda kufa, ni kwamba utaenda kujuta, ni kwamba utafarakana na Mungu. Kwa hiyo dhambi inadanganya. Dhambi inakuja kwa kivuli cha kudanganya. Dhambi inadanganya. Kwa hiyo ni kukimbia dhambi, kutosikiliza mahubiri yake. Mahubiri ambayo anatembea katika mawazo yako, anakuambia kwamba ukiongea tu, ukisema uongo tu unaweza kupata hiki na hiki. Dhambi inakuahidi vitu vingi. Inakuahidi vingi sana. Inakuahidi vitu ambavyo vitakupa raha, vitakuburudisha, vitakupa raha, lakini haikuambii madhara kwamba baada ya raha nini kinatokea. Ni kwamba utapata madhara, matokeo yake utapata madhara hiki na hiki na hiki. Haikuambii hivyo. Kwa hiyo dhambi inakuja kwa udanganyifu huo. Kwa hiyo usikubali kudanganywa na dhambi. Huyo kijana leo ambaye anakufuata na kuambia kwamba mimi nitakuoa tu ukinikubalia, mimi nakuahidi vitu vingi na hivi na hivi. Wewe binti mtakatifu kabisa unakubali kusikiliza mahubiri. Kijana anakuambia kabisa atakununulia hiki, na anakupa na simu kubwa, na anakuahidi kwamba nikiwa na wewe nitakupa hivi na hivi na hivi. Anakuahidi vitu vingi sana, na wewe unasikiliza mahubiri pasipo kujua kwamba mwisho wa siku utakuja kufarakana na Mungu na utaenda kuishia jehanamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu unatega masikio yako kusikiliza udanganyifu wa dhambi. Dhambi inakudanganya, inakuja kwa kivuli cha kudanganya. Leo hii unaambiwa kwamba twende hivi,
twende tu tukafanya hivi na hivi na hivi, lakini hauoni kwamba hicho kitu unachokwenda kufanya, je, ni mapenzi ya Mungu? Wewe unaangalia tu faida, unaangalia tu kufanikiwa, unaangalia tu kupata raha, unaangalia tu kupata hiki na hiki na hiki na hiki, hauangalii nini matokeo yake baada ya hapo. Kwa hiyo usikubali kudanganywa na dhambi, usikubali kudanganywa na dhambi. Leo hii watu wanakuambia Mungu anaangalia tu roho, angalie mwili. Kwa hiyo dhambi inakuambia hivyo, unaona, inakudanganya ili uvae mavazi ya ukahaba, uvae mavazi ya kisinzi. Watu leo ambao wanavaa hivyo wamedanganywa tu na dhambi. Dhambi inakuja kwa kivuli cha manabii wa uongo, kwa kivuli cha wachungaji wa uongo, kwa kivuli cha watu wa Kristo wa uongo. Dhambi inakuja kwa namna nyingi sana, inakuja kwa kupitia watu mbalimbali. Dhambi inakuja kupitia watu mbalimbali. Dhambi hiyo inakutafuta roho yako, inakudanganya kwamba hivi na hivi, na inakudanganya. Kwa hiyo usikubali kudanganywa na dhambi. Kimbia kabisa kwa miguu yako. Kimbia kama ni usinzi, kimbieni zinaa. Kimbia kabisa kama Yusufu alivyokimbia. Kwa hiyo usikubali kudanganyika na dhambi. Ishi katika neno la Mungu, simama katika neno la Mungu, ishi katika njia ya utakatifu, kaa na watu watakatifu, zungumza na watu watakatifu. Usikubali kuingia katika udanganyifu wa dhambi. Shalom.